naenda kutengeneza taifa bora mimi na wewe mke wangu. Najua mpenzi wangu, unajua mimi pia nakupenda. Vipi? Nikuulize wewe? Hizi tabia ndio huwa sizipendi mume wangu. Sasa kwa nini achukue juisi yako wakati mimi ndo nimekutengea wewe? Wewe Kilingi. Wewe. Nisikilize kwa makini. Huyu ndani ni kwa mwanaume wangu mimi. Na ndo baba huyu mtoto. Unasikiza vizuri? Sasa ukitaka kujua upande wangu wa pili, endelea kunifuatilia. Naona sasa hivi unanifuatilia. Acha kelele wewe. Lakini madam, mimi nalinda kazi yangu. Na yule ni bosi wangu. Wewe kelele wewe. Kazi yako? Kwani mimi sio bosi wako? Nisikilize kwanza. Pale umeona nini? Umeona kila kitu. Kama umeona kila kitu, naomba ukae kimya. La sivyo nitakuua. Mimi ndo mwanamke wake. Naomba usinifuatilie. Au unamtaka mwanaume wangu? Nikupige, nikuue. Sura mbaya. Kama unataka kuendelea kubaki humu ndani, kaa kimya. Umenisikia wewe? Muangalie kwanza. Vipi? Tayari mzoga tukaubebe? Imeshindikana mpenzi wangu. Unasemaje wewe? Yaani wakati ule mimi natengeneza mambo yangu, dada kazi kaniona. Karibu kila kitu yani. Sasa mbona kama vile uko makini na kazi yako lakini inakuwaje yani kizembe tu mfanyakazi anakuona? Mbona upo makini? Nipo makini mpenzi wangu, lakini kumbuka na hapa ni kwa watu wote wanatuona. Mimi nimefanya batini sielewe yani hata siku ya. Kwa sababu mimi najua unavyokuja hapa mambo yote yashaisha, tunabeba ile mzoga tunaenda kutupa kule. Mimi naingia kwenye mjengo tunaishi wote wawili mimi na wewe mke wangu. Hasa inakuwaje tena hivi? Mambo yani nisikilize tu. Yani nimeshindikana mpenzi wangu. Nimejaribu yani nimeshindwa. Ila mimi nawaza mpenzi wangu tutafute kitu kingine tena cha kufanya tofauti na hii. Sawa. Limeharibika hilo, si ndio? Ilikuwa plan A yetu, si ndio? Sasa sikiliza, kuna plan B ambayo mimi ninayo. Plan gani hiyo? Hapa cha kufanya. Kuna wauni wangu hapo wengi sana huko mtaani. Afikazi wanaziweza vizuri sana. Cha kufanya mimi nitengeneze crew yangu. Gang langu la wauni. Tunakuja tunaingia hapa tunavamia, yule muuni tunamuua. Alafu mambo yanaenda sawa. Mungu wewe una haraka sasa hapo una haraka. Yaani Mungu wangu, umefikia hatua hiyo? Uwalete watu humu ndani. Si ndio utazidi kuharibu wewe. Sasa unanipinga nini? Unanipinga tena. Kwa hiyo wewe unarizia, si ndio? Unajua kwamba mimba ni ya kwangu. Alafu unakaa na mtu ambaye mimba sio ya kwake. Wewe una shida gani wewe? Nimekupa plani hapa tuifanye alafu unanipinga. Wewe nini lakini una shida gani? Mimi sikupingi lakini kumbuka hapa ni kwa watu wapo wengi. Alafu unataka kuharibu sasa utanitamsemi tatizo wewe. Sasa wewe kinachokufanya sisi tusimuone nini?
Wewe umeshindwa, mimi naweza. Au unaogopa? Hapana, mimi sijui kuogopa. Niogope nini? Sawa. Mimi basi ngoja nikuage nikukisi. Ndio unaharibu. Sio koje huyu. Yaani sitaki kuamini. Kwa macho yangu mawili mama, namshuhudia mwanamke wangu mimi kwenye kitanda changu akiwa na mwanaume mwingine. Kweli? Mwanangu mimi? Yaani ukweli ni kwamba siamini mpaka dakika hii. Kwa hujampiga, hujamfanya chochote? Hapana mama. Yaani siamini kabisa. Kama mwanangu anaweza kufanya ushenzi kama huo. Yaani ananitia aibu kabisa yani. Sijamlea mazingira hayo mimi mwanangu. Unafahamu ni kiasi gani nampenda mke wangu? Najua. Na siwezi kunyanyua mkono wangu hata siku moja kumpiga. Sijui nimemkosea wapi. Sijui. Nafanya kila kitu ili mradi tu yeye awe na furaha. Ili mradi apate kile ambacho yeye anastahili kupata kama mwanamke wangu. Lakini malipo yake ni haya, mama. Pole sana baba mkwe. Pole sana. Najua unaumia kiasi gani. Lakini hujampiga. Wala hujampa talaka. Hapana, sijafanya hivyo. Alhamdulillah. Nashukuru sana mwanangu. Mwenyezi Mungu akupe moyo wa imani. Akupe moyo wa subira. Wewe ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anatakiwa uvumilivu. Nashukuru sana baba. Nimemkosea wapi mwanao mama? Nimekosea wapi mimi? Ina maana yani kuna wakati najiona mimi sio mwanaume pengine kwake. Sawa, basi usiondoke kwanza. Okay. Sawa mama. Mimi ni hilo tu ambalo lilinileta. Sasa mbona sasa unataka kuondoka? Mimi nakwenda mama. Hem, subiri kwanza. Baba mkwe. Huyo mtoto sio kakutwa na kipi jamani? Anakuja kutuletea mambo ya aibu hapa. Kumbe sikutaki. Mbona uelewe mwanaume? Yaani kila siku unanifuata mada na kupenda lakini nimekwambia sikutaki. Sitaki kabisa kuingia kwenye mahusiano lakini bado uelewe. Unataka nini? Unataka niongee na nini? Unajua unachokitaka. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja Amanda. Nimeshakwambia toka mwanzo. Hakuna mwanamke yote ambaye namuelewa hapa mtani zaidi yako wewe unajua. Mimi nipo tayari kwa kila kitu kwa ajili yako unajua, usichukulie poa. Usichukulie poa kabisa unajua. Unataka kitu gani kwani? Eti wewe kaka unachekesha? Hakuna mwanamke yote. Yaani mimi kakaangu anapoteza pesa kwa ajili ya masomo, ananisomesha. Alafu mimi nije niharibu ndoto zangu kwa kaka washinzi kama nyie. Hivi unajielewa? Hauna akili au? Unaona kama unamwona gani Amanda? Mbona sikuelewi? Hilo ndio swali sasa. Yaani mwanaume gani unasuka kama mimi? Je, nikikomba hela kusuka utanipa? Utasema na mimi nataka nisuke. Kwa siwezi. Kwanza jiangalie, niangalie na mimi. Unaweza wewe niangalie? Siwezi babangu. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Kuhusu mazingira ya shule sijui nini, sikia nikwambie kitu. Mimi nipo tayari kwa kila kitu unajua. Mimi naweza ngaingia road nikaforce kila pande kwa ajili ya mazingira yako, afu usichukulie poa unajua. Shule kitu gani wewe? Mwachukulia poa. Wewe unataka mazingira gani? Labda nikuelewe, utanielewa mimi kitu gani mimi nataka kutoka kwako. Shida sitaki mahusiano kwa sasa. Nataka nisome, kakaangu anatoa hela nyingi. Hiyo ndio shida. Elewa basi. Narudia tena. Hakuna mwanamke yote hapa mtani ambaye anaweza kumfuata zaidi yako, afu usichukulie poa unajua. Mimi sio ofisi mwanangu. Mimi nimekupenda wewe, hakuna demu yote hapa mtaani. Narudia tena. Usichukulie poa Amanda. Asa unanipenda kweli? Mimi sio kama sikupendi na sikutaki na sikuhitaji katika maisha yangu, hata kwenye uso wangu nisikuone. Wewe unasemaje? Mimi unijui. Mimi unijui. Mimi mwenzako mimi chizi. Ngoja nikufundishe kitu. Hapana kakaangu, nisamehe. Hichi ndio ulichokitaka. Unanipenda au unipendi? Hapana. Mimi siwezi kuwa na mahusiano kwa sasa. Naomba unielewe. Unanipenda au unipendi?
Lakini sawa, nionee tu. Mimi naenda kusema kwa kaka. Poa tu. Kaka, sikia sana kwambia kitu kimoja. Wewe na kaka yako wote wazuri tu. Toka. Toka. Wewe ukoje? Una shida gani? Wewe unajua Kilingi umebadilika sana sasa hivi. Nimebadilika na nini? Nimekufanya nini wewe Masuki? Au kwa sababu ushakuja mjini Wewe bosi kakana mkewe anakunywa mambo yake. Wewe unaenda unampokonya. Wewe nani? Masuki, usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Unajua kama ile juisi ilikuwa na nini? Unaelewa? Au kwa kuwa mdomo ni mali yako umejisikia tu kuongea? Kimetokea nini? Wewe uliamua kumfuatilie? Umekuja kumfuatilia watu au kufuatilia kazi? Au sasa hivi umekuwa jeuri? Wewe unajua mimi sina wanawake. Au kukuchagua wewe kwa sababu wewe mpenzi wangu nimekuleta huko kazi tufanye wote kazi, tutakipata tugawane. Wewe sasa hivi ushaanza kiburi. Masuke, mimi ni dada wa kazi na nina haki zote za kuangalia usalama ndani ya hii nyumba. Na nikiona kitu kinaenda tofauti na mimi vile ninavyojua, lazima niongee. Wewe kama nani? Sasa sikiliza, wewe usiletee bijeuri. Mimi mwenzako na wanawake kibao ananisumbua. Umeona kazi hii? Umeona bosi huyu? Mimi mpaka napendeza leo, au sio? Zinatokea huko. Nimetokea mbali. Masuke, hayo yote yanatoka wapi? Alafu mimi siko kabisa kwa ajili ya mapenzi. Niko hapa kwa ajili ya kazi na ninalipwa mshahara. Kwa hiyo natakiwa nifanye kazi yangu kama vile nilivyoelekezwa. Sawa? Mimi bosi wako, kakuleta nani? Kuleta sio shida. Unahitaji jeuri sasa hivi. Unahitaji jeuri sasa hivi. Ndio maana hata nikuomba mchezo ulipi, sasa hivi unahitaji jeuri. Na kati zamani ulikuwa fresh tu kwa sababu ulikuwa una kazi. Sasa hivi nimekuleta ndani huko unazingua, si ndio? Unazingua. Naomba nisikilize. Tena nisikilize kwa umakini sana. Wewe una uwezo wa kunifukuza mimi huko kazi kwa sababu wewe sio bosi wangu. Kama naweza nifukuze. Ndio umekuwa limbwata labda wewe mwenyewe ataka mloge mumewe. Wewe umeenda kuimwaga afu wewe rudia tena siku nyingine. Afu mimi nitakuumiza na nitakuachisha kazi hapa. Liangalie kwanza. Toka zako. Wewe mimi mademu sina. Mimi shamba nini wewe? Wewe unajua bosi kaka nini afu utujua hapo wanalibu apita watu. Nisamehe. Tayari nishakusamehe. Hapana mume wangu, naomba nisamehe. Nimeteleza tu, ni tamaa tu za mwili mume wangu, naomba nisamehe. Tamaa? Mke wangu, unajua ni kiasi gani umeniumiza? Mwanamke ambaye nilikupa thamani, mwanamke ambaye unastahili kuwa kwenye maisha yangu, nikatoa pesa zangu mimi nikakuoa wewe, nikafunga ndoa na wewe ili kukuheshimisha, lakini leo hii umeamua kunivua nguo tena kwenye kitanda changu. Unajua umeniumiza kiasi gani? Lakini mume wangu, mimi sikuja hapa kwa ajili ya kulala tu. Nina haki na mimi kupata tendo. Wewe kila siku ukija hatufanyi chochote, sasa mimi ningefanyaje mume wangu? Tendo? Okay. Ndio maana nimekuambia kwamba nimekusamehe.